Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Asante sana wewe ambaye umeanza kujiunga nasi hapa Facebook Live. Nashukuru sana wewe ambaye umeanza kujiunga nasi mchana wa leo. Vipindi vyetu ama kipindi chetu cha neno la Mungu kimeanza kama tulivyoweza kuwatangazia. Kipindi cha neno la Mungu kinaanza na kimeanza. Basi karibu sana. Share video hii, share kwa marafiki. Share kwa marafiki zako wa Facebook, na ninaamini kabisa Bwana atakwenda kukubariki. Ninaamini kabisa Mungu anakwenda kukubariki. Share video hii, share kwa marafiki tunapo karibia kuanza. Share ili wengine waweze kutupata online kupitia account yako ya Facebook. Unaweza ukashare na Mungu atakubariki. Ninaamini kabisa leo ni siku ambayo utaifurahia, na ninaamini kabisa kipindi hichi ama somo hili linakwenda kujenga mtazamo mpya katika maisha yako ya kiroho. Basi share video hii, share wewe ambao unanisikiliza, share video hii kwa jina la Yesu. Tunapokaribia kuanza, ninaamini kabisa leo ni siku ambayo itakuwa ya baraka kwako na kwangu, kwa maana neno la Mungu haliji bure. Kuna makusudi na kuna sababu na kuna malengo na kuna mtu ambaye neno hili limetumwa kwake, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Share video hii na Bwana mbinguni atakubariki. Basi karibu sana ndugu mtazamaji, wewe ambao unanisikiliza hapo Facebook Live. Kipindi hichi kinaitwa kipindi cha neno la Mungu. Ni kipindi ambacho kimeanzishwa kwa malengo na makusudi ya kuweza kukuletea vipindi vya mahubiri hapa Facebook Live. Na tutakuwa pia na wahubiri kadhaa ambao watakuwa wanakuja katika studio zetu za ET Production kuweza kukuletea neno la Mungu. Kama tulivyowatangazia kwamba leo tutakuwa na kipindi chetu cha neno la Mungu kinaanza, na somo letu la leo linazungumzia nguvu iliyo ndani ya neema. Nguvu iliyo ndani ya neema. Kwa maana neno neema ni neno pana. Kwa hiyo ni neno ambalo ndani yake lina matawi mengi. Kwa hiyo ndio maana nilisikia mguso wa kimungu nikuletee neno hili, kwamba nguvu iliyo ndani ya neema. Na ninaamini kabisa Mungu atakwenda kukubariki, na somo hili litakwenda kuwa baraka kwako na pia mimi, kwa sababu sikuhubirii wewe, pia na mimi najihubiria. Kwa maana sisi wote tupo kwenye safari ya kwenda mbinguni. Malengo na kusudi ya vipindi hivi, malengo ya mimi kusimama mbele yako ni kukumbushana na kutiana moyo kwamba tuna safari ya kwenda mbinguni. Kila kitu kitapita, lakini lazima tuangalie kule ambako nafsi zetu zitakwenda kukaa. Ni jehanamu ama ni mbinguni? Mungu anataka tukaishi mbinguni. Mungu anataka siku ya mwisho roho zetu zikakae mahali pema ambapo Yesu ametuandalia makao. Ndio sababu ya vipindi hivi. Ndio sababu ya sisi kuokoka. Haleluya. Basi kabla sijaomba, endelea tena share video hii kwa marafiki wako wa Facebook, ili nao waendelee kutupata kupitia account yako, na Mungu wa mbinguni atakwenda kukubariki. Basi kabla tujaanza, ningetaka tuombe, alafu tuanze kipindi chetu. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na kushukuru Mungu mwema, maana ni wewe Mungu ambaye unatuwezesha na umeweza kuniwezesha kusimama mbele ya watu wako. Bwana, ninaamini kabisa ulimuumba mwanadamu kwa kusudi ya kutegemea. Maana Bwana, thamani ambayo umeiweka mbele ya mwanadamu ni kubwa sana. Lakini Bwana, shetani malengo yake hataki sisi kuona ufalme wa mbingu. Baba, nimekuja mbele zako mchana wa leo kukuomba neema yako, kibali chako na uwepo wako ukapate kwa juu yangu. Hacha roho wako akapate Bwana kuwa juu yangu, na uweza na upako na uwepo wa Roho Mtakatifu ujae mahali hapa kwa jina la Yesu. Nibariki na ubariki mtazamaji wangu. Nitumie vile upendavyo mchana wa leo. Bariki Bwana vyombo hivi ambavyo Bwana vinarusha
kipindi hichi, na ubariki wote ambao wako kwenye kamera hizi kwa jina la Yesu Kristo. Hata mtazamaji wangu, Bwana endelea kuwa pamoja na yeye. Neno hili Bwana lisiende bure. Tunajua na ninajua neno hili Bwana lina makusudi, na kuna mmoja ama kuna wengi ambao Bwana neno hili limekuja kwa sababu yao. Kwa jina la Yesu, asante Mungu, tunakupenda. Na Bwana endelea kuniwezesha niongee na kutoka kwako, maana sio mimi, ni wewe unaishi ndani yangu. Asante Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi leo tunaanza somo letu ambalo linasema nguvu iliyo ndani ya neema. Leo tunazungumzia neno neema. Neema ni neno pana ambalo kuna wakati nilitaka kujua zaidi kuhusu neno neema, kwa sababu neema ni neno ambalo limefanya wengine watafsiri neno neema vibaya. Nami nilipokwenda kwenye Biblia na vitabu nikasoma kulingana na vile ambavyo Mungu aliniwezesha kuelewa. Kwa maana sikiliza nikuambie, somo moja linaweza kuwa na wahubiri hata 4 na kila mmoja akatoa tafsiri yake, lakini bado tafsiri zote zikawa ziko sawa na watu wakafaidika, kwa sababu hatuko sawa. Ndio maana nimesema kulingana na uelewa wangu na kulingana vile ambavyo nimesoma Biblia, nimefanikiwa kuweza kupata tu kidogo neno neema, na ningetaka tuweze kuelimishana kidogo na kuweza kujulishana kuhusu nguvu iliyo ndani ya neema. Nataka niseme hivi, neema imegawanyika katika sehemu kadhaa, lakini labda kwa ufupi niongee kwamba kuna ile neema ya ujumla ambayo Wakristo tunajua na kila mtu anajua, ambayo unasikia kila mtu anakuambia tuliokolewa kwa neema, hatukustahili, tukawa tumeokolewa kwa neema ya Yesu. Neema ni nini? Neema ni mlango ambao Mungu aliweka katika hali ya kumstiri mwanadamu, kwa sababu dunia kabla ya Yesu ilikuwa chini ya Torati ya Musa. Na unaona kabisa ukisoma Biblia vizuri utaona vile ambavyo Mungu alikuwa anafanya kazi. Ninajaribu kwenda taratibu kwa sababu sihubiri, ninafundisha. Isipokuwa katika mafundisho pia kuna mahubiri. Kwa hiyo nitajaribu kwenda slow kwa sababu mimi sio mwinjilisti leo. Nitajaribu kuwa kama mwalimu. Kwa hiyo neema haikufanya kazi wakati wa Musa. Wakati wa Musa ni sheria ilifanya kazi, sheria ya Torati. Na ukisoma Biblia na ukikaa chini uchunguze maandiko, utaona vile ambavyo Mungu alikuwa anafanya kazi. Unaona kabisa mwanadamu wa kwanza alipokosa, Mungu alisema roho yangu haitashindana na mwanadamu, na akamfutilia mwanadamu out, akabakiza wanadamu 8 ambao waliingia kwenye safina. Tutafika huko. Nisoma tutafika huko. Kwa hiyo unaona Mungu alikuwa anafanya vitu kwamba ukikosea anahukumu, anachukua action. Sasa Mungu aliposema ni mtume nani ulimwenguni na Yesu akajitolea, Mungu alimweka Yesu kuwa mlango wa kuweza kutustiri sisi. Kwa hiyo Yesu akafanyika kuwa msaada kati yetu na Mungu. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema kwamba tumeokolewa kwa neema ya Yesu. Kwa hiyo neema ni kitu ambacho kinampatia mwanadamu nafasi nyingine kwa Mungu. Ama neema ni kitu kinachoendeleza. Bwana Yesu asifiwe. Neema ni kitu ambacho kinakupatia nafasi nyingine kwa Mungu. Kwa sababu gani? Kama Mungu angesema kwamba ameweka idadi ya msamaha, kwamba labda kwa mwezi mmoja unatakiwa usamehewe mara 15. Ukienda zaidi ya mara 15 utakufa. Nadhani kila mwanadamu aliumbwa na mwanamke asingekuwa hai. Kwa hiyo unaona sasa, ndio maana nakwambia neema ni kitu kinachompatia mwanadamu nafasi. Huko neema inaendeleza. Ndio maana Biblia inasema kwamba neema ya Mungu yatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba tumeokolewa kwa neema, ni kwamba tulikuwa hatustahili, lakini kwa sababu ya Mungu ya huruma, kwa sababu ya Yesu akaja kumwaga damu msalabani,
kile ambacho hatukustahili ikabidi tustahili kwa sababu ya damu ya Yesu. Kwa hiyo neema inakupatia opportunity ya pili na ya tatu na nyingine na nyingine na nyingine, kulingana na mapenzi ya Mungu na kulingana na kila mtu ambavyo ana mtazamo wake kwa Mungu, kwa sababu neema zinapishana. Neema yangu sio yako, yako sio ya mwingine. Bwana asifiwe sana. Lakini nataka nikwambie tu kwamba kuna wakati pia Mungu anachoka na neema inafika mwisho. Lakini kwanza ukiangalia utendaji kazi wa Mungu wakati wa sheria ya Torati na utendaji wa kazi wa Mungu baada ya Yesu kuja, kuna tofauti kubwa, kwa sababu wakati wa Yesu ni wakati ambao Mungu alipata subira. Kuna kitu kinaitwa subira, kile ambacho kilimwingia Mungu, na hicho tunakipata kwa sababu ya damu ya Yesu. Sasa hiyo ni neema ya ujumla ambayo tunajua. Sasa neema ambayo naongelea leo ni neema ambayo ni ya namna nyingine, ni neema ambayo imebebwa na kibali. Kwa hiyo sitaongelea sana hiyo neema, nitaongelea neema nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niseme nini? Nataka niseme hivi, neema ni kitu ambacho Mungu alianza kukiongea tangu alipomuumba Adamu na Eva. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14 na 15. Wakati shetani alipofanikiwa kumdanganya mwanamke, Biblia inasema nini? Nasema hivi, Mungu akamwambia shetani ama nyoka, kwa sababu umetenda hivi, umelaaniwa kuliko wanyama wote. Kwa tumbo utakwenda, kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka wadui katikati ya huyu mwanamke na wewe, na katikati ya uzao wake na uzao wako, na uzao huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Mungu alikuwa anamuongelea Yesu hapo. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo neema ilianza hapo kutabiriwa. Alipomwambia nyoka kwamba umelaaniwa kuliko wanyama wote, kwa tumbo utakwenda, kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako, nami nitaweka uadui katikati ya huyo mwanamke na katikati yako, na katikati ya uzao wake na uzao wako, na uzao huo utakuponda kichwa nao utamponda kisigino. Alikuwa anamuongelea Yesu. Bwana asifiwe sana. Tukienda pia, kwa sababu neema imetokana na Yesu, ndio maana naongea haya. Tukienda pia ukisoma kitabu cha Isaya 61 mstari wa 1, Biblia inasema kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuja kuhubiria maskini njema, kuja kuhubiria maskini habari njema. Amenituma kuja kuwaganga waliovunjika moyo. Huyo ni Isaya, alikuwa anazungumzia pia kuja kwa Yesu. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18 inasema hivi hivyo. Kumbuka, kitabu cha Isaya ni kitabu ambacho kipo katika vitabu vya Agano la Kale. Kitabu cha Luka kiko katika vitabu vya Agano Jipya. Kitabu cha Luka kinasema neno, Roho ya Bwana yu juu yangu, amenituma kuhubiria, ni the same chapter. Kwa hiyo neema imetokana na Yesu. Lakini leo nataka niongelee kuhusu neema nyingine tofauti ambayo inaendana na hiyo, lakini ina mkondo mwingine, kwa sababu nimekwambia neema, kuna neema za tofauti. Lakini kwanza kile kilichobeba neema zote ni neema ambayo tuliokolewa na Yesu. Sasa nataka kuna habari moja hapa ambayo nataka niongee, habari ya Mariamu. Wakati Mariamu alitokewa na malaika Gabriel. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nimeanza kukuambia kwamba maana ya neema ni nini. Kiufupi tu, neema ni kitu kipana na siwezi kumaliza ile somo hapa. Ni kitu ambacho kinahitaji siku 5 na labda kila siku upewe saa moja. Ndio maana nimeanza kukuambia kwamba neema ni kitu ambacho ni mlango ambao Mungu aliutengeneza wa kuweza kumstiri mwanadamu kupitia Yesu. Na nikakwambia neema ni kitu kinachompa mwanadamu nafasi nyingine na nyingine. Neema ni kitu ambacho unakuwa ukustahili kukipewa, lakini unakipewa, lakini ni nafasi. Lakini kabla sijaendelea, kuna tofauti kati ya neema na rehema. Na haya mambo watu wanachanganya. Kuna tofauti kati ya neema, rehema na huruma. Kwa hiyo mtu anaposema huruma, mtu anaposema neema, mtu anaposema rehema, hivyo ni vitu vitatu tofauti. Nimeshakwambia maana ya neema. Huruma ni kitu ambacho kiko ndani ya moyo wa mwanadamu. Ndio maana unaweza kumhurumia mtu lakini usimsaidie. Unaweza kutaraba mtu ana shida ya $5,000. Unaweza kuingiwa na moyo wa huruma lakini $5,000 hauna ya kumpa. Kumaanisha nini? Kumaanisha
Huruma ni kitu kiko ndani ya moyo wa mwanadamu. Huruma ni kitu kinachofanya kazi kuhakikisha mwanadamu anafanya maamuzi ambayo hapaswi kufanya. Ni kitu kinachochea moyo kisifanye maamuzi mabaya. Ndio maana ya huruma. Ni kitu kiko ndani ya mwanadamu. Hiyo ndio maana ya huruma. Rehema ni nini? Rehema ni kitu kinachofanya kazi kwenye ofisi ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo lazima Wakristo wajue. Haya mambo yamechanganya, kwa sababu kuna mwingine leo ameniuliza, niambie maana ya rehema na neema ni nini? Rehema ni kitu kinachofanya kazi kwenye ofisi ya hukumu. Rehema kazi yake ni kutoa hukumu ya mwisho. Ama rehema kwa Kiswahili sanifu ni msamaha. Kwa hiyo rehema ni kitu kinachofanya kazi kwenye ofisi ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namaanisha hivi. Mtu akikukosea, alafu baadaye aje kuomba msamaha, hauwezi kumwambia nimekuneemesha. No, utamwambia nimekurehemu, yani nimekusamehe. Rehema na kusamea ni neno moja. Hauwezi kumwambia mtu nimekuneemesha ama nimekuneema. No, utamwambia mtu nimekurehemu. Kwa hiyo rehema ni kitu kinachofuta, ndio maana ya neno rehema. Rehema ndio kitu kinafuta yale makosa. Sasa neema ni ile hali ya wewe kuwa unakosea unasamehewa, unakosewa unasamehewa, kitu ambacho kustahili unafanyiwa. Ndio maana ya neema, ile opportunity. Ndio maana nimekuambia neema ni kitu kinabeba kinabeba nafasi. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nimekuambia kama Mungu angesema kwa mwezi kila mtu atasamehewa mara 15, kusingekuwa na mtu ambaye yuko hai. Sasa acha nikupatie mfano mwingine uweze kuelewa. Kwa mfano, mtu anapomkosea mwingine, labda wewe umenikosea mimi ama wewe umekosea mwingine, yule aliyokosewa mara nyingi huwa anaumia roho. Akiumia roho, huwa yupo kwenye hali ya maamuzi, na inategemea umemkosea nini. Kikiwa ni kitu ambacho kiko deep, kitu ambacho kabisa ni kikubwa, umemkosea na ameumia kabisa roho, wengine huwa wanafanya action mbaya. Lakini sikiliza nikwambie, kabla ya mwanadamu yoyote kufanya action mbaya na makosa aliyokosewa, huwa kuna roho zinapingana. Kuna mmoja anakuambia mpige bwana ama muue bwana, nyingine anakuambia hapana. Sasa sikiliza vile ambavyo huruma, rehema na neema vinafanya kazi. Huruma huwa inamwingia mtu ambaye amekosewa, na inafanya kazi gani? Inafanya hivi: ndugu bwana, muone huruma bwana, angalia ni mjane, ana mme, samehe tu, muone huruma. Hiyo ndio kazi ya huruma. Inafanya kazi ya kumshawishi mwanadamu asifanye kile kitu ambacho anapaswa kufanya, asifanye kitu kibaya. Wakati huruma inafanya hiyo kazi, neema inaingia katikati. Inakuambia nini? Inakuambia bwana, mpatie nafasi nyingine ya pili. Mpatie tu nafasi ya pili. Mpatie tu. Hata kama alikukosea hela mwaka uliopita na tena amerudia, muone tu, mpatie nafasi nyingine. Labda atajirekebisha. Mpatie tu nafasi basi, hata kama kama ni nafasi ya mwisho. Hiyo ndio kazi ya neema. Sasa inakupatia opportunity ya kupata nafasi nyingine. Rehema inashawishi mtu sasa, usimuue bwana, usimpige tafadhali, usimtendee mabaya, mpatie nafasi nyingine, labda atajirekebisha. Sasa rehema inabaki pale kufanya maamuzi ya mwisho. Na pia unanielewa? Kwa hiyo rehema inaweza ikasema kwamba nimekubali mashauri ya neema, nimekubali mashauri ya huruma. Sasa rehema inafanya nini? Rehema kazi yake ni kufuta. Okay, kwa sababu ni mwanadamu na sisi sote ni wanadamu na tunakoseana, basi nimemsamea. Hiyo ni kazi ya rehema sasa. Kwa hiyo kazi ya neema ni kuja kumpushi rehema hakikisha anafanya maamuzi ya kufuta hilo kosa. Kwa hiyo ndio maana nimekuambia kazi ya neema. Neema ni ile hali ya kwamba unapewa nafasi nyingine na nyingine na nyingine. Kwa sababu gani? Sikiza nikwambie. Neema haimpatii mwanadamu halali na haki ya kufika mbinguni na dhambi. Tafsiri nyingine hiyo,
neema hainipi mimi Emmanuel Tambwe na wewe unanitazama uhalali na haki ya kufika mbinguni na dhambi. Neema inakupa opportunity ya kubadilika kutoka kwenye uovu kuja kwenye uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika ile kubadilika, kitu ambacho kinafanyika ni kwamba hata kama neema inakuwa inakupatia opportunity, lazima Mungu atakuwa anakusamea. Kwa hiyo kinachosamea mtu ni rehema. Rehema ndio zinasamea, lakini neema ni ile hali ya wewe unapata nafasi mara kwa mara sasa ya huo msamaha. Leo Mungu anakurehemu, kesho Mungu anakurehemu, kesho kutwa Mungu anakurehemu, kesho kutwa Mungu ananirehemu. Huo wakati wa kuwa unapata rehema ndio sasa ndio inaitwa neema. Unakuwa ukustahili kupata huo msamaha, lakini Mungu neema inakusaidia kupata huo msamaha. Hiyo ndio kazi ya rehema, neema na huruma. Kwa hiyo mtu akikwambia neema ni Mungu wa neema, inakumaanisha nakwambia ni Mungu wa nafasi nyingine ya pili na ya tatu. Mtu akikwambia ni Mungu wa rehema, anakuambia ni Mungu anayesamea. Haleluya. Kwa hiyo ndio tofauti kati ya rehema na neema. Na nimeshakwambia huruma kazi yake ni uwe na mshawishi mwanadamu. Sasa nataka niongelee kuhusu kisa kilichotokea kwenye Biblia cha Mariamu na malaika Gabrieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mazito sana pale. Ukikaa katika mkao wa kiroho na umruhusu Yesu akufundishe, pale kuna mambo makubwa sana. Labda tusome katika kitabu cha Luka mstari wa sura ya kwanza mstari wa 26. Biblia inasema hivi: mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka katika mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa ukoo wa Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, umepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Bwana asifiwe sana. Sasa neema ninayoongelea leo ni neema ambayo ndani yake kuna kibali. Ni neema ambayo kila mwanadamu anapaswa kumwomba Mungu ajue amebeba namna gani. Neema namna gani? Neema ninayoongelea leo ni neema ambayo ndani yake ina kibali, imebeba kibali. Sasa Biblia inasema nini? Kama nilivyokuambia, mpango wa Yesu kuja ulikuwepo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14 na 15, nimekuambia Mungu alimwambia nyoka kwamba na uzao wake utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hayo yalikuwa maandalizi ya Yesu kuja. Ukisoma kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza, kinasema kabisa, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kuwahubiria maskini habari njema, amenituma kuwaganga waliovunjika moyo. Hayo yote maandishi ama maandiko yanaashiria kwamba Yesu alikuwa anakuja. Lakini kabla Yesu hajakuja, ilibidi Mungu afanye kitu. Mariamu alikuwa ameposwa na Yusufu. Na Mariamu, Biblia inasema kwamba alikuwa ameshatolewa mpaka posa, alikuwa ameshatolewa. Kwa hiyo kwa stadi nyingine ama kwa namna nyingine, Mariamu alikuwa ni mtu ambaye ni mchumba wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu alipoona wakati wa Yesu umefika, alikuwa anatafuta uzao ambao Yesu atazaliwa kwao. Kwa hiyo Mungu alichofanya, alimtuma malaika Gabrieli akaenda mpaka kwa Mariamu. Sasa nataka hapo ndo tukae sasa, usikilize vile ambavyo Biblia imesema. Biblia inasema hivi: malaika Gabrieli alipokwenda kwa Mariamu, alimwambia, salamu Mariamu, umepata neema ama una neema. Sasa Mariamu aliposikia lile neno,
Biblia inasema kwamba alifadhaika, akastajabu, akajiuliza, je, ni salamu ya namna gani hii? Kumaanisha nini? Mariamu, kilichomshutua sio malaika Gabrieli. Kilichomshutua Mariamu ni salamu, kwa sababu malaika ameanza kabisa, umepata neema ama una neema. Sasa Mariamu aliposikia lile neno, Biblia inasema kwamba alifadhaika, akashangaa, akajiuliza, hii salamu ni salamu namna gani? Labda ni salamu ambayo alikuwa hajawahi kuisikia tangu kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kilichomshangaza Mariamu kulingana na maandiko sio malaika, ni salamu ambayo malaika Gabrieli alimsalimia Mariamu. Sasa wakati Mariamu alishangaa, malaika Gabrieli akaendelea. Akasema nini? Akasema kwamba umepata neema kutoka kwa Mungu. Kumaanisha kwamba malaika Gabrieli hakumwacha Mariamu na maswali. Sasa hii neema ambayo Mariamu alipata ni neema namna gani? Hapo ndio mimi nipo sasa. Kwa hiyo malaika akamwambia kwamba umepata neema na umebarikiwa kuliko wanawake wote. Bwana asifiwe sana. Malaika akamwambia, tazama, utachukua mimba, nawe utamzaa mwana, jina lake ataitwa Yesu. Huyo ataitwa mwana wa Aliye Mkuu, na atakaa kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Hayo ni maneno ya malaika na mwambia Mariamu. Lakini Mariamu mpaka hapa alikuwa bado haja accept hii neema, alikuwa bado haja accept, kwa sababu alikuwa yuko katika hali ya mshangao. Biblia inasema nini? Mariamu akamwambia malaika, hilo jambo haliwezekani. Litawezekanaje hilo? Kwa sababu gani? Mimi sijajua mwanaume. Kwa hiyo kulikuwa na conversation kati ya malaika na Mungu. Kumaanisha Mungu, kabla Yesu hajakuja kuzaliwa kwenye tumbo la Mariamu, Mungu alifanya dili kwanza. Mungu alifanya makubaliano na Mariamu. Kwa hiyo wakati Mariamu anamwambia malaika kwamba mimi sijamuona mwanaume, malaika akamwambia nini? Usiogope, maana nguvu za Roho Mtakatifu zitakujilia, nawe utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mariamu ndiye akamwambia, na iwe kwangu kama atakavyo Bwana. Ndipo Mariamu sasa aka-accept hilo jambo. Bwana asifiwe sana. Nataka niseme hivi, wakati malaika Gabrieli alitumwa kwa Mariamu, malaika Gabrieli alibeba neema. Alibeba neema. Na ndio maana malaika Gabrieli hakutaka kumwacha Mariamu na maswali. Kwa sababu kama malaika Gabrieli angemwambia tu Mariamu, nimetumwa na Mungu hivi na hivi na kwenda, Mariamu angebaki na maswali mengi. Lakini unaona pale kulikuwa na conversation. Una neema. Salamu namna gani? Usiogope, umepata neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mariamu alipata neema ambayo ililetwa na malaika Gabrieli, na kupitia neema hiyo ambayo Mariamu alileta, kila mtu dunia alimjua Mariamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakumbuka kwenye Biblia wakati Yesu anatembea, kuna mwanamke mmoja alimwambia, heri tumbo lililokuzaa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mariamu alijua hapa kuna opportunity. Hichi ni kibali, siwezi nikapoteza wakati na siwezi kukosa hichi kibali, kwa sababu nimekwambia ndani ya neema kama hii ya Mariamu huwa kuna kibali. Kwa hiyo Mariamu alikaa akasema, hapa hata kama nimechumbiwa, mambo kwanza Yusufu baadaye. Yusufu baadaye. Na unaona kwenye conversation hakuna jina la Yusufu lilitajwa. Mariamu hakuwa na wakati wa kumwambia malaika Gabrieli, ngoja kwanza nikamuuliza Yusufu, kwa sababu mimi nimechumbiwa na nimetolewa posa, ngoja nikamuuliza Yusufu alafu tukutane labda Friday. Mariamu aliangalia akasema, hii neema hii sio ya kukosa. Neema hii sio ya kukosa. Kwa hiyo alijua kabisa ndani ya hii neema kuna kibali. Ndani ya hii neema kuna opportunity. Ndani ya hii neema ni neema ambayo siwezi kuikosa. Mimi na Yusufu tutasolve baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na Yusufu tutaongea baadaye. Na Mungu hakudili na Yusufu. Mungu alidili kwanza na Mariamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kumzaa Yesu ni neema ya kipekee. Sikiza nikwambie, leo hii Mungu akisema kwamba Yesu anakuja kwa njia kuzaliwa, ni wangapi ambao wako tayari kumzaa Yesu? Na kuambia wasichana watapanga laini dunia nzima.
Mungu tu aseme kwamba sasa Yesu hatarudi vile ambavyo nilikuwa nimesema. Nimeona tu Yesu arudi kwa kuzaliwa tena. Sasa nataka nijue wale wote ambao wako tayari Yesu kuzaliwa kwao wako wangapi? Dunia nzima itapiga kelele, itapiga laini. Kila mtu atataka kumzaa Yesu. Kila mtu. Kila mtu atataka kumzaa Yesu. Kama hujaona mabikira wakati huo ndio utawaona wengi wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mariamu alijua hii ni opportunity ambayo siwezi kuipoteza. Wewe unafikiria kuna wanawake wangapi ambao walikuwa bikira mahali ambapo Mariamu alikuwa anaishi? Wanawake walikuwa wengi mabikira, na hasa ukizingatia dunia wakati ule. Dunia wakati ule wasichana walikuwa wanajua kujitunza. Kwa hiyo mabikira walikuwa wengi. Lakini Mariamu alineemeka kupata neema ya kumzaa Yesu, na kupitia Mariamu kila mtu dunia amepata hiyo neema. Tumekombolewa kwa neema ya Yesu. Kwa sababu gani? Mariamu ali-accept neema ya kumzaa Yesu. Mimi na wewe, hakuna mtu dunia hii ambaye ni Mkristo amjui Mariamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mariamu ali-accept ile dili. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu alifanya, Mungu aliandaa neema. Alipoandaa neema akaipika. Alipopika ile neema ya Yesu atazaliwa na nani, akampatia malaika Gabrieli ile jukumu. Malaika Gabrieli akaenda kukutana na Mariamu. Mariamu akasema hapa kuna jambo hapa. Hii siwezi nikaacha. Mariamu aka-accept. Lakini pamoja na ku-accept, kuna maswali aliuliza. Ndio maana ninakwambia kwamba neema ni kitu ambacho kila mwanadamu anapaswa kujua anatembea na neema gani. Kila mwanadamu anapaswa kujua anatembea na neema gani. Kuna watu wanatembea na neema kwamba popote palipo na shida anafanyika kuwa mpatanishi. Kwa hiyo unaweza kukuta mke na mume wanagombana, na kuna watu wamepewa hiyo neema ya kusuluhisha hata ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamepewa neema. Kuna watu wamepewa neema popote anapokwenda anakubalika. Anapendwa na watu. Neema, kibali cha kupendwa kiko juu yake. Kuna watu wamepewa hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kuna watu wamepewa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani yeye ni mtu ambaye amepewa neema ya kushauri. Kila shauri analompa mtu, lile shauri linafanya kazi. Kama ni biashara, kama ni nini, lakini mashauri mema ninaongelea yanafanya kazi. Kuna watu wamepewa hiyo neema. Kwa hiyo ni jukumu langu mimi na wewe kujua unatembelea neema namna gani. Neema ni kitu cha maana sana kwa maisha ya kila mtu. Ndio maana nimekuambia kuna neema ile ya jumla ambayo tunajua kwamba tumeokolewa kwa neema, ambayo mwanzo nimekuambia. Lakini kuna ile neema sasa, neema individual, ambayo kwa wakati mwingine huwa inaonekana kama vile Mungu anapendelea mtu. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu, kazi ya Mungu ina makosa. Lakini neema kama hizo wewe zinaonekana zinapendelewa. Ndio maana unaweza kusikia mtu anakuambia fulani bwana ameneemeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekuambia kuna tofauti ya rehema na neema. Mtu anapokuambia fulani ameneemeka, maanisha kuna baraka hapo. Kuna baraka hapo. Unaweza kuwa umebarikiwa na watoto wengi, umebarikiwa labda na mali, umejaliwa na hekima, umejaliwa kuwa mtu ambaye mtu ambaye ni mtulivu. Kwa hiyo unaposikia mtu anakuambia mtu fulani ameneemeka, kuna neema fulani ambayo inatembea juu ya yule mtu. Kwa hiyo ni jukumu lako na langu kuhakikisha unakaa karibu na Mungu akwambie unatembelea neema namna gani. Kwa sababu kila mtu ana neema, na hichi kitu kimetesa watu. Kuna watu wajua wanatembelea neema gani. Kwa hiyo lazima ujue unatembelea neema gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujue unatembelea neema namna gani. Sasa ndio maana nimekuambia kwamba ndani ya neema kuna kibali. Ndani ya neema kuna kibali. Sasa labda ili nifafanue hapo, tusome habari ya Nuhu. Wale ambao mnamjua Nuhu na safina. Nuhu ni mtu ambaye alikuwa mwanadamu wa kale zamani ile. Na Biblia inasema kwamba Mungu alipoona maovu ya wanadamu yamekuwa mengi, moyo wa Mungu uliumia, na Mungu akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu, nitamfutulia mwanadamu nje.
na Mungu akaanza process ya kumwambia Nuhu kwamba atengeneze safina, kwa sababu kuna wakati utafika ataiangamiza dunia na gharika. Bwana Yesu asifiwe. Nuhu alijaribu kuambia watu hawakusikia, watu walimuona kama mjinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa labda tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 7. Biblia inasema hivi: Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gaili ya kwamba nimewaumba. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ndio maana nimekuambia neema ni kitu kinacho present nafasi. Yaani Nuhu alipata nafasi nyingine kwa Mungu, akapata neema kwa Bwana. Ukishuka chini pale chapter zinazoendelea pale utaona vile ambavyo Nuhu alifanya. Sasa nataka niseme hivi, Nuhu alikuwa ni mtu ambaye alipata neema kwa Mungu. Biblia haituambii kama Nuhu alipopata hiyo neema na watoto wake walipata neema. Biblia inasema kwamba Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Haituambii Sham, Yefati nawe. Biblia inatuambia Nuhu akapata neema machoni pa Bwana, na Mungu akaanza kumwambia Nuhu atengeneze safina, kwa sababu wakati unakuja ambao atamteketeza mwanadamu na wanyama na kila kitu kwa gharika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nuhu alikuwa na watoto watatu. Na watoto wake wote watatu, kila mtoto alikuwa na mke. Kwa hiyo Nuhu alikuwa na watoto watatu na wake zao watatu, au ni watu 6. Nuhu alikuwa na mke, kwa hiyo walikuwa watu 8. Kwa hiyo nyuma ya Nuhu kulikuwa watu 7. Watoto wa Nuhu watatu na wake zao 6. Mke wa Nuhu 7 na Nuhu mwenyewe wa 8. Sasa Biblia inasema kwamba Mungu akasema kwamba atamfutilia mwanadamu mbali pamoja na wanyama na ndege wa angani na kila kitambaacho. Lakini cha ajabu kinachotokea ni kwamba wakati Nuhu alipoingia kwenye gharika, hakuingia mwenyewe. Nuhu aliingia na mke wake. Nuhu aliingia na watoto wake watatu. Nuhu aliingia na wake wa watoto wake. Nuhu aliingia pamoja na wanyama na wanyama, ndege na kila kitambaacho. Lakini Mungu anatuambia hapa kwamba Mungu anasema katika kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 7 kwamba Nuhu amepata neema. Kwa hiyo Nuhu atengeneza safina, kwa sababu Mungu atateketeza kila kitu. Sasa kama Mungu alisema atateketeza ndege, ataangamiza ndege, wanyama na kila kitambaacho, ilikuwaje tena tuone kwenye safina Nuhu anaingia na wanyama? Ni kwa sababu gani? Neema ambayo Nuhu alibeba ilikuwa msaada kwa familia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekuambia neema ni opportunity. Neema ni kibali. Neema ambayo Nuhu alipata kwa Mungu iliokoa maisha mpaka ya wanyama, kwa sababu Mungu anasema kwamba nitateketeza kila kitu. Lakini baadaye tena Mungu, baada ya Nuhu kupata neema kwa Mungu anamwambia Nuhu kwamba achague wanyama walio safi, jike na dume. Kwa sababu gani? Kumaanisha kama Nuhu asingepata neema, kusingekuwa na safina. Na kumaanisha kama kusingekuwa na safina, kusingekuwa na uokoaji wa hivi vitu. Kumaanisha nini? Neema ambayo Nuhu alibeba ilifanya mpaka familia yake, watoto wake na wakwe zake na mke wake na wanyama na ndege na kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekwambia lazima umuombe Mungu akuambie ni neema gani ambayo unatembelea. Kuna nguvu ya ajabu sana kwenye neema. Hii ndio neema ambayo nimetaka nije kuongea na wewe siku ya leo, Mkristo mwenzangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaona kabisa baada ya gharika ile na kila kitu wakapona, Mungu akasema sasa nendeni mzaane, mkaijaze nchi kupitia neema ya Nuhu. Bwana asifiwe sana. Watoto wa Nuhu
Biblia inatuambia kwamba walikuwa watakatifu. Biblia inasema kwamba maana Nuhu alipata neema, alikuwa mkamilifu mbele za Mungu. Wakina Sham, wakina Yefat, na wake zao wote, Biblia haituambii, hakuna record ambayo inatuambia kwamba Mungu alisema nao ni watu safi, kwa hiyo wamepata neema. Lakini neema ambayo Nuhu alibeba ndio neema ambayo familia yake walitembea nayo. Ndio maana nakwambia kwamba neema ya Bwana ikiwa juu yako, ukijua neema yako, neema hiyo haijali, inaweza kuwa msaada hata kwa ndugu zako, neema yako tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Sulemani, kwa sababu ya Daudi baba yako sitakuzuru, lakini nitamzuru mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha Sulemani alikuwa anatembelea neema ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma maandiko vizuri. Mungu akamwambia kabisa, kwa sababu ya Daudi, agano langu na Daudi, sitakuzuru, lakini huko mbeleni huko nitafanya maafa. Kwa sababu gani? Sulemani alikuwa anatembelea neema ya Daudi. Kwa hiyo neema ni kitu cha maana sana katika maisha yangu na maisha yako. Lazima ujue ni neema gani unatembelea, kwa sababu kupitia neema ambayo uko nayo unaweza kuwa msaada hata kwa ndugu zako. Unaweza kuwa msaada kwa jamii, unaweza kuwa msaada kwa mume wako, unaweza kuwa msaada kwa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo yanafanyika katika ulimwengu wa kiroho, yanafanyika. Kuna vitu Mungu anaweza asifanye kwa sababu yako, kwa sababu ya neema ambayo wewe uko nayo kwa Mungu. Sikiliza, neema ya Mariamu, kitendo cha Mariamu ku accept neema aliyoletewa na Mungu ya kumzaa Yesu. Leo mimi na wewe tumeokoka kwa damu ya Yesu. Neema ambayo malaika Gabrieli alileta kwa Mariamu, na Mariamu akaaccept ile neema. Hiyo neema ndio imenifanya mimi nihubiri na wewe uko pale. Ndio maana leo tunafurahia wokovu. Kwa sababu gani? Kuna mtu alibeba hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Akaiweka tumboni, akakaa naye miezi 9. Kwa sababu Yesu ni neema. Ndio maana nimekuambia, wakati malaika Gabrieli anamwambia Mariamu kwamba una neema, Mariamu alikuwa bado anashangaa, hakujua maana yake ni nini. Ndio maana alimuuliza, hii ni salamu namna gani? Kilichomshangaza Mariamu, nimekuambia, sio malaika, ni salamu. Kwa sababu amesema kabisa, hii ni salamu ya namna gani? Na malaika Gabrieli akasema, huyu nikimwacha hivi nitakuwa nimemwacha kwenye maswali, acha nimfafanulie kila kitu. Malaika Gabrieli akamwambia, umepata neema kutoka kwa Mungu. Aliposema tu umepata neema kutoka kwa Mungu, akaanza kumwambia, utachukua mimba, utazaa mwana. Kwa hiyo akaanza kuiongelea ile neema sasa ambayo amemwambia amepata neema. Mariamu aliposikia maelezo sasa kwamba utachukua mimba, utafanya hivi, utamzaa mwana wa kiume, utamwita Yesu, akasema lakini mimi sijajua mwanaume. Malaika akamwambia, usiwe na wasiwasi, nguvu za Roho Mtakatifu zitakujilia juu, na wewe utamzaa huyo mtoto. Ni mtoto wa aliye juu, na ataketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Mariamu aliposikia hapo, akasema, hapa mimi siachi. Malaika Gabrieli alipoweza kumtafsiria Mariamu maana ya hiyo neema, akamwambia neema ndio hii, maana yake ndio hii. Mariamu akasema, ndio hivyo hii siachi. Kwa sababu aliona ndani ya neema hiyo kuna kibali. Akaona ndani ya hiyo neema kuna maisha ya watu wengine, kuna maisha ya watu wengine huko ndani. Kwa hiyo Mariamu akaaccept ile neema, akasema basi na iwe kwangu kama vile atakavyo Bwana. Kumaanisha nini? Alikubali ile neema, akaiaccept. Sasa najiuliza swali, kama Mariamu angesema hapana, sijui ingekuwaje? Kama Mariamu angesema mimi siko tayari kwa sasa hivi, niko busy sana, sijui ingekuwaje? Lakini kwa sababu ni kitu ambacho Mungu alikuwa ameshapanga, hakukuwa na njia nyingine. Sasa angalia kilichoendelea sasa. Baada ya Mariamu kupata mimba, Biblia inasema kwamba kulitokea shida katikati ya Yusufu na Mariamu. Na ukumbuke Biblia imemtambua Yusufu kama mcha Mungu. Unaposikia neno mcha, ni mtu ambaye alikuwa anatembea kulingana na mapenzi ya Mungu. Ndio maana ya mcha Mungu. Kwa dunia sasa hivi tungesema mlokole, lakini dunia ile nyingine kulikuwa kuja kwa wokovu. Kulikuwa wakati wa sheria.
kukatokea shida kati ya Mariamu na Yusufu, na Biblia inasema kwamba Yusufu ili asimwaibishe Mariamu, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anamcha Mungu, alimwacha kwa siri. Alimwacha kwa siri. Yusufu akasema sasa sijui kama Mariamu alimwambia Yusufu nini, na sijui kama Yusufu aliweza kuelewa kujieleza kwa Mariamu kwake. Lakini Biblia inatuambia kwamba Yusufu alimwacha Mariamu kwa siri. Kwa sababu gani? Ya kile kitendo cha Mariamu kubeba mimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo hujajua ndugu zake na Yusufu walisema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujajua rafiki zake na Yusufu walisema nini. Haujui walisema nini. Haujui ni watu wangapi ambao walikuwa wamemzunguka Yusufu wakasema tulikwambia wewe, huyu mwanamke huyu achana naye huyu. Bikira angalia sasa. Ana mimba sasa. Haujui baba yake mdogo na Yusufu walisema nini, kama alikuwa naye. Lakini haujui mjomba wake na Yusufu walisema nini. Haujui shangazi yake na Yusufu walisema nini. Kama ingekuwa ni dunia hii sasa, msichana amepata mimba, alafu ambie wazazi ama ndugu zake kwamba nimepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sijui kama inaweza kuweje. Kwa hiyo Yusufu alijikuta anafanya maamuzi, na akafanya maamuzi ya kufanya nini? Ya kumwacha. Na akamwacha kwa siri kidogo, ili amstiri, labda kidogo tu akamwacha kwa siri, yote wasijue. Na Mungu sasa, kwa sababu ile neema ilitoka kwa Mungu, ilibidi Mungu afanye jambo. Ilibidi Mungu ingilie kati kuokoa hiyo shida iliyotokea pale kati ya Mariamu na Yusufu. Na mimi naamini tu, Biblia inasema, ninaamini kwamba Mariamu kuna vile ambavyo alikuwa tu, kuna vile atakuwa tu alijieleza kwa Yusufu. Haiwezekani Mariamu anyamanze hivyo. Kuna vile atakuwa amejieleza tu, bwana Yusufu bwana, hii mimba sina mwanaume mimi sina mwanaume, sina boyfriend mwingine, ni wewe. Nakwambia ukweli Yusufu. Malaika Gabriel alinitokea, alivyonitokea nikapata hii mimba. Tafadhali Yusufu bwana, nichukue Yusufu. Basi kama ni mcha Mungu, basi nenda ukaombe. Yusufu hata muda wa kuomba hakuwa nao. Yeye alimwacha. Sasa Mungu ilibidi aingilie kati. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nakwambia hivi, mtu yoyote aliye na neema, ukiwa na neema ya Mungu, kulingana na ile neema ambayo Mungu amekupa, haijalishi ni nini. Neema ni kitu ambacho kimebeba kibali. Neema, ukiwa na neema ya Mungu, kama una neema ya kukubalika, kama una neema ya kwenda kusuluhisha kitu, Mungu atakuwa na wewe tu. Sasa Mungu aliingilia kati, ikabidi amtokee Yusufu kwenye ndoto. Akamtuma malaika tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamtuma malaika akamwambia Yusufu, usiogope. Mchukue mke wako, maana mimba ile kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na kwa sababu Yusufu alikuwa amekaa kwenye mkao wa kumcha Mungu, ilikuwa ni rahisi yeye kusikia ile sauti. Amekaa kwenye mkao wa kuwa ni mtu ambaye anampendeza Mungu. Ilikuwa rahisi kwake kusikiliza ile sauti ya malaika kwenye ndoto. Na Yusufu baadaye akaaccept, akakubali, akaelewa sasa. Ndio baadaye kukawa na shwari. Nataka niseme hivi. Neema ni kitu ambacho ni cha maana sana kwenye maisha ya mwanadamu. Nimekwambia siongelee neema ile ambayo tumeokolewa kwa neema. Ninaongelea ile neema ya individual ambayo kila mtu kuna kitu Mungu ameweka katika maisha yake. Ni lazima ujue kwamba mimi ninapoishi hapa duniani ni neema gani ninayotembelea nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neema gani ambayo mimi Mungu amenipatia? Ni neema ambayo nikienda mbele za watu nakubalika. Na neema ya ninaposoma neno ninaelewa, na watu nikiwaambia watu, nina neema ya kusuluhisha, nina neema ya kuwa mpatanishi, nina neema ambayo ninaweza kwenda mahali ambapo hata watu wakiwa na mume na mke wanagombana, ninaweza kuna neema za aina nyingi. Na kuna watu wamekaa mkao wa hasara tu, hawajui wanatembelea neema gani. Hawajui vitu kama hivyo katika ulimwengu wa kiroho vipo na vinafanya kazi. Vinafanya kazi kabisa. Vitu kama hivi vipo. Ndio maana nimekuambia Nuhu, hakuna rekodi kwenye Biblia ambayo inaonyesha Nuhu, Mungu alipomwambia Nuhu kwamba umepata neema na watoto wake walikuwa mle, watoto wa Nuhu walipata kuokolewa kwa sababu neema ambayo Nuhu alipata
haikumnufaisha Nuhu peke yake, ilinufaisha na familia yake yote, mpaka na wanyama. Mungu anasema kwamba atamfutilia mwanadamu, anasema na wanyama atawafutilia. Lakini cha ajabu, Nuhu alipoingia kwenye safina, anaingia na wanyama na ndege na kila kitambaacho. Kwa nini? Neema ya Nuhu, neema ambayo Nuhu alikuwa amebeba, neema ilifanyika kuwa msaada kwa watoto wake, ilifanyika kuwa msaada kwa wake watoto wake, ilifanyika kuwa msaada kwa ndege wa angani, wanyama na kila kitambaacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema ni kitu kikubwa sana. Sikiza nikwambie, neema kwa tafsiri nyingine ni kitu ambacho kinaachilia. Neema kazi yako inaachilia. Kazi ya neema ni kuachilia. Sasa kwa wale ambao wanaomba, kwa wale ambao ni waombaji, wale ambao wamebarikiwa na roho za maombi, mtu anaweza kukaa siku 5 6 naomba, ama wale ambao wana imani kwamba Mungu atanipa kitu fulani. Sikiliza, kazi ya neema kwenye maombi, neema huwa inaachia, imani inakamata. Hiyo ndio kazi hiyo. Neema huwa inaachilia kile ambacho Mungu anatakiwa akupe, inaachilia. Imani inakamata kile. Kazi ya imani ni kukamata hicho kitu. Biblia inasema kwamba tunapokea kwa imani. Hauwezi kupokea kitu ambacho haukijaachiliwa. Kumaanisha kazi ya imani sio kuachilia. Kazi ya imani ni kupokea kile kilichoachiliwa na neema. Hiyo ni neema, my friend. Ndio maana nakwambia neema ni kitu cha lazima. Somo la neema ulifuatilie. Watu wamezoea tu neema. Neema iko katika vitu vingi, imegawanyika katika sehemu nyingi. Ndio maana nimekuambia, mtu anapokuwa anaomba, Baba, nataka unipatie nyumba mwaka kesho, nataka unipe nyumba mwaka kesho, hilo ombi linapokwenda kwa Mungu, neema ikiachilia nyumba, imani inakamata hiyo nyumba. Ndio maana nimekuambia kwamba Biblia inasema kwamba tunapata kwa imani. Bwana asifiwe sana. Imani kisha kamata hiyo kitu, hata kama utakipata kwa imani unakikamata, uvumilivu nao una take over. Kwa sababu gani? Unaweza kuwa na imani na una uvumilivu. Ibrahimu pamoja na kwamba alikuwa na imani, kilichomsaidia alikuwa mvumilivu. Kwa hiyo neema, imani, uvumilivu ni vitu ambavyo vinafanya kazi, lakini kwenye idara ya maombi sasa. Hii ni idara ya maombi sasa. Unapokuwa unaomba, neema inafanya kazi, imani inafanya kazi, uvumilivu unafanya kazi. Kwa hiyo neema ndio inaachilia kile kitu, imani inapokea. Imani ikipokea, uvumilivu unakuja. Kazi ya uvumilivu ni kukusaidia wewe uvumilie mpaka pale ambapo hicho kitu kitakuja. Kazi ya imani ni kuamini kwamba hicho kitu umepata ama utapata. Sasa ukisema utapata lini, sasa hapo ndo uvumilivu unaingilia. Ukianza kujiuliza tuje hichi kitu nitapata lini, uvumilivu unaingia. Unakwambia be patient. Vumilia. Ndio maana nimekuambia Ibrahimu pamoja alikuwa na imani, lakini pia uvumilivu ulimsaidia kumpata Isaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ni neema ambayo inafanya kazi kwenye upande wa maombi. Kwa hiyo kazi ya neema kwenye upande wa maombi ni kuachilia kile ambacho unaomba kwacho. Imani inakamata. Imani kikamata, imani ikiwa na maswali sasa kwamba kitafika lini, uvumilivu unafika. Unakwambia usiwe na wasiwasi. Mungu hanaga deni ya mtu. Uvumilivu huo unaanza kuambia na maandiko, Mungu hana deni ya mtu. Kwa hiyo unakuwa na imani umepata, lakini uvumilivu unakusaidia ku-extend hiyo time ambayo inatakiwa ukae kwayo ili upate hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaweza ukawa na imani na usio na uvumilivu, na ukiwa na imani au na uvumilivu, kupata hicho kitu itakuwa shida. Kwa sababu kitakachotokea ni kwamba utakata tamaa. Kuna utaamini, alafu taratibu utaanza give up. Ukata tamaa, baadaye imani inakufa. Sasa kazi ya uvumilivu ni kuja kuhakikisha kwamba kukata tamaa hakupati nafasi kwenye hicho kitu ambacho kwenye imani kinakuja.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa unaomba lazima neema ifanye kazi. Uwe na Mungu, yani neema uwe na neema kwa Mungu aachilie unachoomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekuambia kwamba neema ni somo ambalo lazima, nina mambo mengi ya kuongea. Siwezi kuongea kwa sababu ya muda. Labda wakati mwingine nitaleta tena somo lingine, nitaongelea somo la neema lakini kwa mtindo mwingine. Kwa hiyo lazima ujue haya mambo, vile ambavyo neema inafanya kazi kwa njia tofauti. Hata watoto, ukiwa na watoto 4 5 na wewe umeokoka, ukikaa chini utaweza kusema huyu naona Mungu amempa neema kitu fulani. Huyu Mungu amempa neema ya hekima. Huyu Mungu amempa neema ya kuwa mtetezi. Kuna watu wamepewa neema ya kuwa watetezi wa wengine. Neema, mtu amejaliwa tu kuwa na hiyo neema. Yeye hataki watu waonewe. Popote anapokwenda kikuta watu wanaonewa, anakuwa msaada wa kuwatetea watu. Kwa sababu kuna watu wengine hawajui kujitetea. Hawajui. Hata makazini kuna watu wengi wanaonewa kwa sababu ya kutokujua sheria, kutokujua mambo mengi. Wengine wanajua sheria ni waoga, lakini kuna watu wameneemeshwa kuwa watetezi wa wengine. Na hao watu wamepata sifa na Mungu amewabariki kupitia hiyo neema. Kwa hiyo hakuna haja Mungu wao amekupa neema afu usifanyie kazi. Lazima neema ambayo Mungu amekupa, neema ya individual sasa, lazima ifanyie kazi. Kama Mungu amekupa neema wewe ni mpatanishi, lazima hiyo neema uifanyie kazi. Uwe mpatanishi na ujitambue. Kama Mungu amekupa neema wewe ya kusuluhisha ndoa, lazima ufanye hilo jambo, uifanyie neema yako kazi. Bwana, na kupitia hiyo neema, Bwana asifiwe sana, utakuwa nyota kwa jamii na Mungu atakubariki. Kupitia hiyo neema, haujui utakutana na watu nani huko mbele ambao watakuja kuwa baraka za ajabu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndio maana nimetaka sana tuongee somo la neema, kwa sababu neema ni kitu ambacho kinabeba mambo mengi sana. Haleluya. Ninaamini kabisa umenielewa na somo ile kwa ufupi limekusaidia kujua ama kujitambua ama ufanye bidii ya kujua unatembelea neema namna gani. Mariamu nimekuambia neema ambayo alipata ilikuwa neema ya Yesu. Na neema ya Yesu ilikuwa neema ambayo ilikuwa inakuja kutuokoa sisi, mimi na wewe. Mariamu akaaccept hiyo neema. Hakumwangalia Yusufu, hakumwangalia nani. Nimekuambia Nuhu, Biblia inasema kwamba alipata neema. Nikakwambia neema ya Nuhu ilifanyika kuwa msaada kwa familia yake nzima, ikapona. Biblia ituambie kwamba watoto wa Nuhu walikuwa watakatifu. Biblia ituambia kwamba Nuhu alipata kibali mahali machoni pa Mungu kwa maana alikuwa mkamilifu. Biblia inasema kwamba Mungu alisema tangamiza kila kitu mpaka na wanyama na ndege, lakini cha ajabu Nuhu aliingia kwenye safina. Ni neema ya Nuhu hiyo ilifanya hiyo kazi. Sasa je, wewe unanisikia na mimi ninaohubiri, tunatembelea neema gani? Kwa hiyo lazima ujue kuna watu wamepewa neema za uvumilivu. Ni neema hiyo my friend. Kuna mtu amepewa neema tu, uvumilivu, na kupitia hiyo neema Mungu anamfanikisha. Anabarikiwa hata kimwili, anabarikiwa hata kipesa. Kwa sababu gani? Neema ya uvumilivu. Kuna watu wengi leo wamekosa kufanikiwa kwa sababu gani? Hawakupata neema ya kuwa uvumilivu. Na Mungu hawezi kuleta kitu kabla ya wakati. Kuna watu wamepewa hizo neema. Kuna watu wamepewa neema ya imani. Mtu ana imani mpaka watu wanachanganikiwa. Yaani mtu anaamini vitu ambavyo hata ukiambia watu ama majirani ama rafiki ama ndugu wanakuona umechanganikiwa. Lakini Mungu amekupa hiyo neema ya imani. Kuna watu wamepewa Ibrahimu, Biblia inasema ukweli, baba wa imani. Ibrahimu alikuwa baba ambaye alipata neema ya kuwa na imani. Na sio imani tu, pia na uvumilivu. Na kuna watu wa namna hiyo wamepata neema ya imani. Nilikuwa naambiwa hapa juzi, pastor mmoja ambaye siwezi kumtaja, alipoanzisha kanisa, ameanza kanisa kwenye garage. Na ghafla akaenda mahali kuangalia uwanja ambao utakuwa wa kanisa. Watu ambao walikuwa wanaishi area wakasema huyu akili zake haziko sawa. Zamani sana, lakini sasa hivi hiyo kanisa ni kubwa inajulikana dunia nzima. Kwa sababu gani? Inasemekana ni mtu ambaye Mungu amempa neema ya kuwa na imani. Neema ya kuwa na imani. Aliamini kwamba huu uwanja mimi nitaupata, hii land mimi nitaipata, na alipata na kajenga kanisa kubwa. Hilo kanisa nakwambia siwezi kulitaja, unalijua. Linajulikana dunia nzima, lakini ameanzia kanisa wapi? Ameanzia garage. Hao ndio watu ambao walijitambua. Kwa lazima na ujitambue. Lazima na mimi nijitambua. Tunatembelea neema gani?
Hilo ndio swali na kuacha nalo. Unatembelea neema gani? Hauwezi kuishiishi tu hivi. Hatuishiishi tu. Lazima kujitambua unatembelea neema gani. Ndio maana nimekwambia ndani ya neema kuna kibali. Ndani ya neema kuna kibali. Ndani ya neema kuna kibali. Ukiwa na neema ya kitu, lazima hapo ndani kutakuwa na kibali ya hicho kitu. Lazima kutakuwa na kibali cha hicho kitu. Kwa hiyo lazima tujijue tunatembelea kwenye neema gani. Hilo ndio swali nimekuacha nalo. Nenda kwenye maombi. Funga, mwambie Baba, nataka nijue umeweka neema gani juu yangu. Neema ya Yesu kuja kufa na kufufuka na tukapona, tumeokolewa kwa damu ya Yesu. Hiyo ni neema ya ujumla ambayo kila mwenye mwili alipata. Ni zawadi ambayo Mungu alitupatia kupitia tumbo la Mariamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kuna ile neema ya individual. Wewe kama wewe unatembelea neema gani? Ndio maana nimekwambia neema ziko nyingi sana. Na nikakwambia pia neema ambayo inapatikana kwenye maombi. Nimekwambia neema kwenye maombi, kazi ya neema huwa inaachia unachoomba. Imani inapokea. Imani ikipokea, imani ikianza kuchoka, uvumilivu unakuja kuhakikisha kwamba hakuna mlango ukata tamaa. Uvumilivu unafanya kazi. Uvumilivu unafanya kazi na imani mpaka hicho kitu kinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ninaamini kabisa mafundisho haya yamekusaidia. Mungu akubariki sana. Nimetaka tumalizie hapa. Tukipata wakati next time tutaendelea na vipindi hivi, ama nitaleta tena sehemu ya pili ya somo ya nguvu iliyo ndani ya neema. Ndio maana nimekuambia kwamba ndani ya neema kuna nguvu. Ukishajua tu unatembelea neema gani, ndani ya hiyo neema ambayo utakuwa umejua kuna nguvu. Kuna nguvu. Neema ina nguvu. Neema ina nguvu. Bwana kubariki sana. Napenda pia kukushukuru kwa kuwa na mimi siku ya leo na wakati huu. Vipindi vyetu vya Amkeni Vijana vinaendelea. Kipindi cha Amkeni Vijana kinarushwa mara 2 kwa mwezi, wiki ya kwanza na wiki ya tatu. Kila wiki ya kwanza na ya tatu, kila Jumamosi ya kwanza na ya tatu, kipindi cha Amkeni Vijana kinakuwa hewani, na muendesha vipindi wetu ni Christina Baombo. Ninaamini kabisa kipindi hivi vinakwenda kukubariki. Kipindi cha neno la Mungu ndio kimeanza. Huu ni mwanzo tu, mambo mazuri yanakuja. Kuna wahubiri watakuwa wanakuja hapa live kukuhubiria, kuhakikisha kwamba tunakaa kwenye mkao wa Mungu. Hatupotezi kila kitu ambacho Mungu ametuahidia tunakipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi napenda pia kabla sijaomba kuwashukuru studio zetu za ET Production, kwa wale wote ambao wanajitolea kuwa pamoja na sisi kuhakikisha mitambo hii inafanya kazi sawa sawa. Ni mitambo ambayo inahitaji muda, sio rahisi, na tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu amesema tumtumikie na mali zetu. Hata kupata mitambo hii tunamshukuru Mungu. Tunawashukuru wote ambao wanafanya chini juu kuhakikisha vipindi hivi vinarushwa hewani Facebook live sawa sawa, na watu wanapata neno la Mungu sawa sawa. Mungu awabariki sana. Sio kazi rahisi, ni kazi ngumu sana. Mungu awabariki sana wafanyakazi wote na wote wanakuja katika studio za ET Production kuhakikisha kwamba vipindi vya Facebook live, kipindi cha neno la Mungu na kipindi cha vijana Amkeni vinakwenda sawa sawa. Mungu awabariki sana. Vile vile kama una swali lolote ama una kitu chochote unataka kutuambia, contact ziko hapo chini, tupigie simu, tuma message kwenye WhatsApp, tuma kwenye Messenger. Kuna protokole ambayo ama kuna watu ambao wanashughulikia. Kama unahitaji lolote, una maoni ama kuna somo lolote ambalo unataka tulihubiri hapa Facebook ili upate uelewa zaidi, tuma, tutalifanyia kazi na tutaleta mtu ambaye analingana na mtu ambaye analijua ile somo vizuri na atakuja kulihubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unahitaji lolote la maombi, tuma, tutakwenda kuomba. Tutakuwa na vipindi labda nyuma ya screen baada ya kumaliza vipindi vya kuombea wale wote ambao wanataka mahitaji, na hasa upande wa magonjwa. Magonjwa yametesa watu sana. Kuna watu wana magonjwa, kuna watu wana kesi, kuna watu wanataka Mungu awafanyie vitu. Tunaishi duniani na mambo ni mengi, na Biblia imesema kwamba tuombeane. Kwa hiyo tuma maombi yako, request zako, tutakuja hapa, tutakuwa tunaomba baada ya kipindi. Nyuma ya kipindi tukimaliza, kuna watu ambao jito yako kuombea. Tutakuombea, kama ni magonjwa tutaomba na Mungu wa mbinguni atasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nakushukuru mpaka next time. Bwana kubariki na neema ya Bwana iwe na wewe. Basi tuombe. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru Mungu mwema, kwa maana wewe Mungu ni Mungu ambaye unaweza. Asante kwa sababu ya uweza wako.
Asante kwa sababu ya nguvu zako. Oh Mungu, nimekuja mbele zako nikisema asante kwa sababu ya damu ile neema Bwana. Tusaidie kujua tunatembelea neema gani. Maana Bwana, ndani ya neema kuna nguvu. Mariamu alipoambiwa na malaika Gabrieli neema atakayoipata ni ya Yesu, hakupoteza, aliaccept na akakubali. Na kupitia neema hiyo ambayo Mariamu alikubali, leo ulimwengu umepata wokovu, tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Baba, tusaidie kujua neema ambazo ziko juu ya maisha yetu ili tuweze kujitambua kwa jina la Yesu. Ninamwombea mtazamaji wangu kwa jina la Yesu. Magonjwa, roho ya magonjwa ninakwenda kuharibu kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kansa, magonjwa ya kisukari, stroke, magonjwa ya TB kwa jina la Yesu. Ninatuma damu ya Yesu ikaondoe kila ugonjwa ulio ndani ya mtu anayetazama Facebook live hii, apate uponyaji sasa hivi kwa damu ya Yesu. Asante Mungu mwema, ninakupenda, ninakuheshimu, maana hakuna kama wewe. Ninakushukuru maana Bwana hata kuniwezesha kuhubiri somo hili, maana Bwana sio mimi bali ni wewe. Kwa jina la Yesu, asante Mungu mwema, tunakupenda, tunakuheshimu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.